This program is sponsored by the partners and friends of Redeemer's Voice Media. This wonderful afternoon, I want us to go to the Word of God. Mchana huu wa leo ajabu, nataka tuliendee katika neno la Bwana. We are reading from the book of 1 John chapter 3 and verse number 1. Tunasoma kutoka waraka wa kwanza wa Yohana 3 mstari wa kwanza. Glory to the name of Jesus. Utukufu kwa Yesu Kristo. 1 John chapter 3 and verse number 1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 kifungu ni cha kwanza. Bible says, behold what manner of love the Father has bestowed upon us. Tazameni ni upendo wa namna gani aliyotupa Baba, that we should be called the sons of God. kwamba tuitwe wana wa Mungu. Therefore the world knows us not. Na ndivyo tulivyo, kwa sababu hii ulimwengu haututambui. Because it did not know him. Maana haukumtambua na yeye. Beloved, now we are the sons of God, and it does not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tunamuona kama alivyo. And every man that has this hope in him purifies himself, even as he is pure. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa, kwa yeye alivyo mtakatifu. Lord, once again this afternoon we honor you and praise you. Bwana, mchana wa leo tunakuheshimu na tunakusifu. We thank you for the great love you have bestowed upon our lives. Tunakushukuru kwa upendo mkuu uliopeana kwetu. And this afternoon we pray that you release unto us the revelation of your love. Na Bwana, mchana utaomba kwamba utudhihirishie upendo wako. In Jesus' name. Kwa jina kuu la Yesu. Amen. Amen. There is a very familiar text in the book of John chapter 3. Kuna andiko linalojulikana katika Yohana 3. The Bible says, verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Kwenye kifungu cha 16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. For God did not send his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. He who believes in him is not condemned, but he who does not believe in him is condemned already. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiyeamini amekwisha kuhukumiwa. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Kwa sababu hakuamini jina la mwana pekee wa Mungu. I want to talk on the topic experience, or the experience of God's love. Nataka kuweza kuongelea somo ambalo nimepeana kichwa kuweza kuona ama kushuhudia ama kuhisi pendo lake Mungu. Love is the most powerful force on the face of the earth. Upendo ni nguvu za ajabu sana duniani. Love will make things
work, because love can change lives. Upendo unaweza kusababisha vitu vikafanyika, maana upendo hubadilisha maisha ya watu. It is a supernatural force whose origin is God. Ni msukumo mkuu wa kiungu ambaye mwanzilishi wake ama muasisi wake ni Mungu mwenyewe. We always have said, and it is in the scriptures, that God is love. Na kila mara tumeisema na imo kwenye maandiko kwamba Mungu ni upendo. So love is the nature and the unchangeability of God's character. Na upendo ni asilia na sifa isiyobadilika ya Mungu wetu. Love is the personification or the expression of the personification of God. Na upendo ni udhihirisho dhahiri wa asilia na utu wa Mungu. It is because of this love that God has made you and me to be in his image. Na ni katika pendo hili Mungu ametufanya mimi na wewe katika sura yake. He loved us even before we were ever anything. Mungu alitupenda kabla tujawa kitu. That's why in the book of Genesis chapter 1 verse number 28 he said, let's create man in our own image and in our own likeness. Ndiyo sababu anasema katika Mwanzo sura ya kwanza 28, na tumfanye mtu katika sura na mfano wetu. And so when he created you and me, the first thing that he deposited in you is his nature. And his nature is the nature of love. Na kitu cha kwanza alichokifanya alipotuumba sisi, aliweka asilia yake ndani mwetu, na hiyo asilia yake ni upendo. And when Adam and Eve fell from the grace of God, na wakati Adamu na Hawa walianguka kutoka kwa neema ya Mungu, the first thing they felt was the loss of that love. Na kitu cha kwanza walihisi wamekipoteza ni ule upendo. And from there we see the children of Adam killing one another. Hapo ndiko tunaona wana wa Adamu wakiuana. Hatred took over from their hearts. Na chuki ikaanza kutawala mioyo yao. That's why Cain had to kill his brother Abel. Na ndio sababu Kaini akamua nduguye Habili. Because the most powerful thing that brings people together was removed from their lives. Maana kitu kizito ambacho kinaunganisha watu pamoja kilikuwa kimeondolewa kwao. Hatred, bitterness, anger, and all these things, jealousy and envy, all the strifes and wars and battles and rumors of wars are a product of a lost love in the hearts of men. Chuki, machungu ya moyo, uhasama, mahasira, vita, matata, matetezi ya vita, mambo hayo yote inatokana na kule kupotelewa na upendo. We were created in the image of God. Wote tuliumbwa katika sura ya Mungu. And I want you to know, even though you may not be born again, na hata ingawa hujaokoka wewe, the element of that love is in you. Hicho kipengee cha upendo kimo ndani yako. Because he built that same nature in you. Maana Mungu alitia hiyo asilia ndani mwako. And that's why there is always a hunger to draw us back to God. Na ndio sababu kuna njaa ndani mwetu inayetuvuta kwa Mungu. The moment you experience God's love, mara unapokutana na ule upendo wa Mungu, and your spirit connects with the Spirit of God, na roho wako akaunganwa na roho wa Mungu, you immediately feel comfortable because something that was dislocated has now come back to location. Mara unahisi kutulia moyoni kwa sababu kitu kilichokuwa kimeondoka kimerejeshwa. Because God's love is the unconquerable and the undefeatable goodwill that he has concerning your life. Maana upendo wa Mungu ni ile hali yake ya utuwema ambao huwezi ukashindwa, huwezi ukapingwa, huwezi ukazuiliwa. God's love is seeking for your best, because that is his desire concerning your life. Upendo wa Mungu ni kule Mungu kukutakia mema, maana hicho ndicho Mungu anachokitaka kwako. God desires to give you the best regardless of your state. Mungu anatamani kwamba akupe yaliyo bora licha ya hali yako ulionayo. Morning after morning, God is doing everything to draw you back to himself. Asubuhi baada ya nyingine Mungu anafanya kila jitihada kuhakikisha umerejea kwake. Because what he has prepared for you, it is yours. Maana kile Mungu amekuandalia wewe ni cha kwako.
It has been prepared so that you may enjoy it. The joy of a father is when they are able to supply the things that they need to give to their children, and they do it out of a heart of love. Kwa hivyo Mungu ameiweka akupee uifurahie, kwa sababu furaha ya baba ni kwamba mambo aliyoyaandalia watoto wake, anataka aone watoto wake wakiyanufaikia mambo hayo. It is because of that nature of God, na ni kwa sababu ya hiyo asilia ya Mungu, that compelled God to send his own son to come and seek and to save those that were lost. iliyomshurutisha Mungu kumtuma mwanawe ili akuje kuokoa wote waliokuwa wamepotea. Jesus came so that he may restore us back to the estate that we lost in the Garden of Eden. Na Yesu Kristo alikuja aturejeshe katika madaraka na daraja ambayo tuliipoteza katika bustani ya Edeni. He came with the grace of forgiveness, Alikuja na neema ya msamaha, and to re-establish the kingdom of God in our lives. ili kwamba aimarishe upya ufalme wa Mungu ndani ya maisha All yetu. that is generated from his heart of love. Yote hayo yatokana na moyo wake wenye upendo. And God's desire is for us to have that experience of his love. Na tamanio la Mungu ni kuona kwetu kwamba tumekutana na ule upendo. What will make you stable in a stormy world is understanding and having the experience of that great love. Na kile kitakachokufanya imara katika ulimwengu wenye misukosuko ni kuweza kutambua na kuhisi ule upendo. Because love never fails. Maana upendo haushindwi. If you stand in his love, Iwapo utasimama katika pendo lake, challenges will arise, changamoto zitaibuka, but you will be able to go through. lakini utaweza kuzipita. The Bible says, behold what manner of love. Biblia inasema tazama namna gani ya upendo. Think about this great love. Hebu kawazie upendo wa namna hii. Get to understand his great love. Ukaweze kufahamu upendo wake ulio Behold mkuu. his love. Tizama upendo wake. What manner of love the Father has bestowed upon us, Upendo wa namna gani Baba ametukirimia, that we should be called the sons of God. ili tuitwe wana wa Mungu. That we should be called the sons of Kwamba God. tuitwe wana wa Mungu. Listen to me. Sikizeni. The love of God Upendo wake Mungu brings you back to the original identity. hukuleta wewe katika utambulisho wako wa kwanza. Because Adam was the son of God. Maana Adamu alikuwa ni mwana wa But Mungu. because of sin, he was alienated from that love. Na kwa sababu ya dhambi akafarakanishwa na ule upendo. And because of that alienation, he would not have enjoyed everything that God had released, or the best that God had in his heart concerning him. Na kwa sababu ya kufarakanishwa na ule upendo, hangeliweza kupata ile fursa ya kufurahia mambo yote ambayo Mungu amemwekea. So God wants you to have the experience of that love. Mungu anatamani sana ukauhisi ule upendo. Because that love will unveil to you, will reveal to you what is in the heart and the mind of Christ. Maana ule upendo utakufunulia yote yaliyo katika mawazo na moyo wa Kristo kwa ajili yako. You need to know that being a son of God gives you an inheritance in God. Nataka uelewe kwamba wewe kukuwa mwana wa Mungu inakupa urithi ulio katika Mungu. The Bible says he came to his own. Biblia inasema alikuja kwa walio wake. His own received him not. Na walio wake hawakumpokea. But those who received him, lakini kwa hao waliompokea, he gave them power or authority to be called the sons of God. aliwapa uweza ama idhini ama mamlaka. We are sons and we are heirs. Sisi ni wana tena warithi. And if we are heirs of God, Na iwapa sisi ni warithi wa Mungu, I want you to know that our heavenly Father owns the heavens and the earth. nataka ujue kwamba Baba wetu wa mbinguni anamiliki mbingu na nchi. All that is in it belongs to him. Yote yaliyomo ni ya kwake. And silver and gold belongs to him. Na fedha na dhahabu ni mali yake. All the cattle on 1,000 hills are his. Ng'ombe katika milima 1000 wote ni wa kwake. If we have that experience and understanding, Iwapo tuna ule ujuzi na ufahamu, therefore you will not be harassed by whatever is happening around you. basi wewe hautahangaishwa na chochote kinachofanyika ulimwenguni. Because the grace of provision towards you is already available. Maana neema ya matoshelezi iko tayari kwako. The Bible says in the book of Romans chapter number 8, Biblia inasema katika Warumi 8, chapter 8 verse number 31. Warumi 8:31. The scriptures say,
Maandiko inasema, what then shall we say to these things? basi tuseme nini juu ya hayo? If God is for us, Mungu akiwapo upande wetu, who can be against us? ni nani aliye juu yetu? He who did not spare his own son, Yeye asiyemwachilia mwanawe wake but mwenyewe, delivered him up for us all, bali alimtoa kwa ajili yetu sisi sote. how shall he not with him also freely give us all things? Atakosaje kutukirimia mambo yote pamoja naye? How shall he not Atakosaje together with Jesus Christ pamoja na Kristo also freely give us all pia things? kutukirimia mambo yote? Who shall bring a charge against God's elect? Ni nani atakaye washitaki wateule wa Mungu? It is God who has justified you. Ni Mungu ndiye mwenye kukuhesabia haki. And so his love is supersedes any other accusation, any other thing that the enemy will bring against your life. Pendo la Mungu linapita mashitaka yoyote na mashutumu ambaye shetani atakuinulia. Because his love operates through his mercy. Maana pendo lake linatenda kazi kupitia rehema. And the mercy always triumphs over judgment. Na rehema hushinda hukumu. So if the accuser of the brethren, that is the devil, Ikiwa mshtaki wa ndugu ambaye ni shetani will want to accuse you of anything, angelitaka kukushtaki kwa neno I lolote, want you to know that you have an advocate with the Father, the man Jesus Christ. unaye wakili pamoja na Baba, mtu huyu aitwaye Yesu Kristo. And because he is on your side, Na kwa sababu yuko upande wako, there is therefore no condemnation to those who are in Christ Jesus. hapana hukumu kwa wale walio ndani ya Kristo You Yesu. need to be strong and stable in his love. Unahitaji kuwa imara thabiti katika pendo lake. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. Wathesalonike wa pili 3:5. The Bible says, and the Lord direct your hearts into the love of God. Yasema ya kwamba Bwana awaongoze mioyo yenu mkapate pendo la Mungu. The Lord direct your hearts into the love of God. Bwana awaongoze mioyo yenu mkapate pendo la Mungu. And into the patient waiting for Christ. Na subira ya Kristo. So you need to allow the Holy Spirit to direct your heart into that love. Unahitaji kuruhusu Roho Mtakatifu aongoze moyo wako kuingiza katika pendo la Mungu. You feel forsaken, you feel dry, you feel empty, you feel like nothing is happening around you. Let me tell you, the love of God is the best place you need to be. Wahisi kusikia kukataliwa, wahisi kusononeka moyo, wahisi mpweke. Nataka nikwambie pendo la Mungu ndiko mahali pekee patakupa utulivu. Let me tell you, the love of God will hold your heart and will hold your mind in Christ Jesus. Nataka uelewe kwamba pendo la Mungu litadhibiti, litahifadhi, litatunza moyo wako na mawazo yako ndani ya Kristo Yesu. Because there is so much happening and flying around you right now. Yapo mengi yanayofanyika, yanayoruka, yanayokuangukia sasa hivi. There are millions of voices that are surrounding you right now. Zipo sauti nyingi ambazo zinakusunguka sasa hivi. And the devil is throwing all kinds of darts and arrows against your life. Na shetani anatupa kila aina ya mishale, kila aina ya mavamizi kwako. But the confidence you develop in the love of God, lakini ule ujasiri unaojenga katika pendo la Mungu, he that did not spare his own son, ye ambaye hakumwachilia mwanao but he released him for you and for me, mpaka akampeana kwa ajili yangu na wewe. is there anything that he cannot do for you? Basi swali ni kwamba, je, kuna chochote atakosa kukupa? Because Jesus Christ is the evidence of God's love towards you. Maana Yesu Kristo ni ushuhuda halisi wa upendo wa Mungu kwako There's wewe. no better proof of God's love than manifesting of Jesus Christ. Hakuna thibitisho kubwa kwa Mungu kuliko lile thibitisho la kumtoa When he Yesu. gave the best that he ever had. Alipopeana kilicho bora alichokuwa nacho. It is not easy for any man to die for another man. Si rahisi mtu afilie mtu mwingine. But Jesus died for us
as his children, as people that were lost, and he wanted us back to himself. Na Yesu alitufilia sisi watu waliopotea ili tupate We kurejeshwa. never deserved this love. Kusema ukweli, hatukustahili upendo wa We namna never hii. did anything good to deserve it. Yaani hakuna chenye tulifanya kizuri kitustahilisha upendo huu. But by his grace, Lakini tu kwa neema ya Mungu he loved us. alitupenda He sana. loved us when we were even yet sinners. Alitupenda tulipokuwa katika hali ya dhambi. He loved us when we were wicked. Alitupenda katika maovu yetu. Sir, he loved you when you were such a wicked man. Bwana alikupenda Yesu ukiwa mtu muovu. But his love is constraining him to bring you to him. Lakini upendo wake tu umemshurutisha kuja kwake. Love has a power to attract. Upendo uko na nguvu za kuvuta. Love has power to draw. Upendo una nguvu za mvuto. And I believe God is drawing you to him. Na ninaamini Mungu anakuvuta kwake. Ephesians chapter 3 verse number 14. Waefeso 3:14. For this cause I bow my knees unto the Father of our Lord Jesus Christ, of whom the whole family in heaven and earth is named, that he would grant you, according to the riches of his glory, to be strengthened with might by his Spirit in your inner man. Kwa hiyo napigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na duniani unaitwa, awajalieni kwa kadri ya ujasiri wa utukufu wake, kwa ajili ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. To be strengthened with might. Amen. Mkaweze kutiwa nguvu By his Spirit in your inner man. kwa Roho wake katika utu wa ndani. It is the inner man that must be strengthened. Ule utu wa ndani yako unahitaji kutiwa nguvu. That's why Paul says in another place, I desire, and it's my prayer, that you be able to be whole, spirit, soul, and body, to be perfected in the knowledge of Jesus Christ. Anasema Paulo mahali kwingine ya kwamba naomba kwamba roho zenu, nafsi zenu, mili zenu zikaweze kuhifadhiwa na ziweze kudumishwa katika Kristo Yesu. It is important for you to walk in his love. Na ni vema kwenu kutembea katika pendo lake. Verse 17 says that Christ may dwell in your hearts by faith. 17, Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani. That you, being rooted and grounded in his love, Mukiwa na shina na msingi katika upendo, may be able to comprehend ili mpate kufahamu with all saints what is the breadth and the length and the depth and the height. Mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, And that to know the love of Christ, na kujua upendo wake Kristo, which passes knowledge, that you might be filled with all the fullness of God. upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilivu wote wa Mungu. I want you to know that our God doesn't want to give you just a bit of his love. He wants to give you the whole of his love. Nataka utambue kwamba Mungu hataki tu upate kipande ama sehemu ya upendo wake. He wants you to be filled with the fullness of God. Anakutaka ujazwe na utimilivu wote wa Mungu. He wants you to know the breadth, the length, the depth and the height, and to know his love. Mungu anataka ujue upana, urefu, kimo na kina cha upendo wa Mungu. Bible says, Biblia inasema hivi, verse number 20, now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us.
Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazawe, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. I want you to know, son, nataka ujue hili bwana, one of the things that is going to happen in the very near future against the believers is the desire of the wicked forces of darkness to fight you and to raise a level of persecution against those who believe in the Lord Jesus Christ. Nataka ufahamu mpendo wangu, katika siku zilizo mbele yetu, mojawapo ya mambo na tamanio ya nguvu za uovu ni kuweza kuinua mazingira ya udhia na mateso kwa wote wanaomwamini katika Kristo Yesu. Bible says in the book of 2 Timothy chapter number 3. Biblia inasema katika Timotheo wa pili 2 Timothy chapter number 3. Timotheo wa pili sura ya 3. Verse number 10, he says these words, but you have carefully followed my doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, love, perseverance, persecutions, afflictions, which happened to me at Antioch. Bali wewe umefuata mafundisho yangu na mwenendo wangu na makusudi yangu na imani na uvumilivu na upendo na saburi, tena na adha zangu ama udhia zangu na mateso na mambo yaliyonipata katika Antiokia, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, and out of them all the Lord delivered me. Katika Ikonio na katika Lystra, kila namna ya adha niliyoistahimili, naye Bwana aliniokoa katika hayo yote. There's a statement in verse 12. He says, yes, and all who desire to live a godly in Christ Jesus will suffer persecution. Na kuna usemi mmoja na usema hapa kwenye kifungu cha 12. Naam, na wote wapendao kuishi maisha ya utauwa katika Kristo Yesu wataudhiwa. All those who desire to live in Christ Jesus, they want to live a righteous life, a godly life. The enemy will raise standards of persecution against you. Wote mnaotamani kuweza kuishia Kristo, adui atainua viwango vya mateso kwenu. I want you to know, every single day the enemy is conspiring and creating and devising systems and tricks and all kinds of strategies to draw you back and to bring you out of the love of God. Nataka uelewa kwamba kila siku, kila wakati, kila nyakati adui anabuni mbinu na hila na njama ambazo zitakazotumika kukuondoa katika upendo wa Kristo. Every challenge you go through, it is the devil trying to test how much love of God you have experienced yourself. Na kila changamoto unazozipitia ni mbinu ya adui kupima na kujaribu ni kiasi kipi cha upendo wa Mungu umekihisi ndani ya maisha yako. It is the love of God that will keep you stable in the times and the seasons of temptations. Na ni upendo wa Mungu utake kuhifadhi na kukuimarisha katika nyakati za mawimbi na majaribio. That's why you must experience that love. Na hiyo ndio sababu lazima uwe na fursa ya kuhisi upendo huu wa Mungu. You must walk in that love. Na uweze kuenenda katika upendo huu. You must know that there is an amazing love the Lord has bestowed upon your life. Sharti upate kutambua kuna upendo mkubwa zaidi ambao Mungu amekukirimia. Behold what manner of love the Father has bestowed upon your life. Tizama ni upendo wa namna gani Baba ametukirimia. You may not understand it in full, but this love is amazing. Wenda usiuelewe upendo huu kwa mapano, lakini upendo huu ni wa ajabu. And as you go through challenges and temptations and you are in a certain state that your mind is already unstable, you want to make up wrong decisions, remember God loves you. Unapojikuta kwenye hali ambayo huwezi kujielewa, mawazo yako karibu kufanya maamuzi ya makosa, nataka ulikumbuke jambo hili kwamba Mungu anakupenda. He loved you even before you were born. Alikupenda kabla hujazaliwa. And the Bible says in the book of Romans chapter 8,
Na Biblia inasema katika Warumi 8 verse number 35. 35, Who shall separate us from the love of Christ? ni nani atakayetutenga na upendo wa Kristo? Shall tribulation, Je, ni or distress, ama dhiki, or persecution, ama udhia, or famine, ama njaa, or nakedness, ama uchi, or peril, ama or hatari, sword? ama upanga? As it is written, Na kama ilivyoandikwa, for your sake we are killed all day long, we are accounted as sheep for slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. kama ilivyoandikwa ya kwamba kwa ajili yako twauawa mchana kutwa, tumehesabiwa kuwa kama kondoo wa kuchinjwa. Lakini katika mambo yote tunashinda, na zaidi ya kushinda, kwa yeye aliyetupenda. I want you to know that Christianity, I want you to know that being born again is not just having everything good. Jesus said you must take his cross and follow him. Nataka utambue kwamba Ukristo sio tu kukuwa ni maisha ya raha ama maisha ya nywee, lakini Kristo alisema ukitaka kumfuata ubebe msalaba wako na ukamfuate. He said, in the world you shall have tribulations. Yesu alisema duniani mtakuwa na dhiki, But be of good cheer, for I have overcome. lakini iweni hodari, maana nilishinda. He said, if they have done this to a green tree, how much more will it happen to a dry tree? Akasema iwapo waliyetendea mti mbichi, itakuwaje kwa ile mti mkavu? If we have to follow him, we must deny ourselves. Iwapo tutamfuata Yesu, ni sharti tujikinai nafsi We have zetu. to deny who we used to be. Lazima tukinai tulikuwa kina We nani. must die to the flesh Lazima tufe kwa mwili, and know that we are alive in Christ Jesus. na tujue tuko hai katika Kristo Yesu. Nothing has power enough to separate you from his love. Hakuna kitu kilicho na nguvu za kutosha kukutenga na upendo wa Whether it Mungu. is famine, whether it is death, Kiwe ni kifo, iwe ni njaa, it doesn't matter what it is. hajalishi ni nini, Because it doesn't matter what the devil brings your way, his love is able to sustain you. hajalishi ni nini shetani ataleta kwako, upendo wa Bwana utakuhifadhi. And I want you to know this. Na kutaka ulitambue hili, Since you gave your life to Jesus Christ, tangu ulipompa Kristo maisha yako, there's nothing you will ever lose after that. hamna kitu utapoteza baada ya Because hiyo. you lost everything carnal, everything fleshly, and everything worldly. Ulipoteza chote cha mwili, ulipoteza vyote vya dunia. And the life that you are living today, you are not living for yourself. You are living the life of Jesus Christ, who died for you because of his love. Maisha unayoishi leo si ya kwako, maana unaishi kwa Kristo ambaye alijinyima akapeana vyote kwako. He loved you and he died for you. And they that have come into him, they must die and crucify their flesh. They must crucify the things of this world so that they begin to live for him. Kristo alikuja akakufilia kwa ajili yako, akajitoa maisha yake. Ni sharti kama utaishi ndani mwake, nawe ufe na kila kitu, usulubisha kila kitu cha dunia hii. And if you know that you are dead already, it doesn't matter what anybody threatens you with. Na ukijua wewe umesha kufa, basi aliyekufa atatishiwa na chochote kutoka Because kwa your mtu. life is hidden in God, in Christ Jesus. Maana wewe maisha yako imefichwa ndani ya Mungu katika Kristo Yesu. So you shouldn't be afraid of what the enemy can do. Basi usiliogope lile adui anakutishia Don't be atakutenda. afraid of what man is threatening you with. Wewe usiogope unayo vitisho vya wanadamu. Because the breath of a man is just in his nostrils. Pumzi ya mtu si ni katika pua zake. But I want you to know that God is ever there with you. Lakini jua kwamba Mungu yuna wewe kila wakati. So you don't have to be scared of whatever the enemy is throwing at you. Hivyo basi usiyaogope yale adui anarusha kwako. Christ in you is the hope of glory. Kristo ndani mwako tumaini la utukufu. He loved you too much to forsake you. Alikupenda bakubwa kwamba hawezi kukuacha. And by the way, he has no problem if you have to leave this flesh and be with him.
Na yeye hata atishwi iwapo utaondoka duniani uende kwake uishi kwake. Because there's no better place than being with the Christ all the days of our lives. Maana hakuna kitu bora kuliko kuishi na Kristo siku zote. So don't allow your spirit to be afraid or vexed. We usiruhusu roho yako kusumbuka. Let the love of God guard your mind. Basi ruhusu pendo la Mungu likachunge na kulinda moyo wako. Because he loves you too much, there are things that he will supply to you if need be, because he is in love with you. Usitishwe sana. Vipo vitu Mungu atakupa iwapo kuna haja ya kufanya hivyo. Love gives. Upendo hupeana. And so this afternoon I want to pray together with you. Na mchana wa leo nataka nikuombee. Because sometimes the devil throws at you all kinds of suggestions. Maana kila mara shetani ana tabia ya kukurushia kila aina ya mawazo na dhana. One of the benefits of Christianity is persecution. I didn't come here to tell you that everything will be smooth. Mojawapo ya faida ya Ukristo ni mateso ama udhia. Sikukuja nikikwambia kwamba nimekuja hapa tu. Because your faith in God must be tried. Maana imani yako katika Mungu lazima your love for God must be tried. Na upendo wako kwa Mungu lazima upitie majaribu. Your stability in God must be tried. Na uimarishaji wako kwa Mungu lazima ujaribiwe. But the benefit of it all, there is eternal life. Lakini mwisho wake faida uzima wa milele. I say the benefit of all is eternal life. Na faida yake mwisho wake ni uzima wa milele. Jesus said, what will it benefit a man to gain the whole world and lose his life eternally in hell? Yesu akauliza, itamfaidi nini mtu iwapo ataupata ulimwengu wote akapoteza roho yake katika kuzimu? So let's pursue his love. Na tufuatie upendo wake. And all will be well with your life. Na yote itakuwa heri salama na maisha yako. Precious Father, in the name of Jesus. Baba yetu milele katika jina la Yesu. I thank you for all that you are doing in our lives. Asante kwa mambo yote unayofanya kwa maisha yetu. We thank you for this amazing love that you have bestowed upon our lives. Na tunakushukuru kwa upendo mkuu uliotukirimia. Without your love, we would have been destroyed by the enemy. Pasina na upendo wako tungaliangamizwa na adui. Thank you because of your love that is able to supply to us. Asante kwa upendo wako unaweza kutosheleza kila kitu. I pray for your sons and daughters that are watching this program. Naombea wana na mabinti wanaotizama wherever they are, in whatever state they are in. Kote waliko na kwenye hali yoyote walio. Your love is able to embrace them. Upendo wako unaweza kukumbatia. So I pray that you stretch forth your hand and embrace this woman with your great love. Embrace this man with your great love. Naomba unyoshe mikono kumkumbatia mama huyu na baba huyu kwa upendo wako. Lord, help us to experience the depth of your love. Tusaidie kuelewa kina cha upendo wako. To know that which you have already prepared for us. Ili kuweza kuelewa ni nini uliyotuandalia kwetu. Establish our hearts in love. Imarisheni mioyo yetu katika pendo. Lord, I thank you and I bless you. Baba nakushukuru na kutukuza. For your goodness and for your mercy. Kwa sababu ya wema na fadhili zako. In Jesus' name. Kwa jina kuu la Yesu. Amen. Amina. Amen. The Lord bless you. Bwana akubariki. Stand strong. Simama imara. Be immovable. Usisukusokwe. Don't allow yourself to be shaken. Usiruhusu kuimbishwa by whatever is happening around you. Na chochote kinachofanyika karibu nawe. Our God is still in love with you. Mungu wetu anakupenda hata zaidi. He is mindful of your life. Anajali sana maisha yako. You are secure in his love. Wewe uko salama. I say you are secure in his love. Uko salama katika pendo lake. We thank the partners and friends of Redeemer's Voice Media for making this program possible.